Abedi TV, jicho la nyumbani. Haya bana, kwenye jicho la nyumbani Abedi TV, hapa tupo uwanjani kwenye mechi ya Alliance de Force pamoja na mechi ya CD3, lakini tumekutana na mchezaji Mari ambaye ni mchezaji wa KM Tetezi ambaye ni Gavi. Bana Gavi, mambo vipi? Mambo sawa. Na kuona leo una shamra isa, unahuzunika kwa sababu ya mechi ya jana. Ya siwezi kuwa na furaha kwa sababu nilipoteza mchezo ambao ungenipa performance nzuri ya kwenda mbele au ya kwenda kuchukua kombe, ila nimepoteza mchezo wa jana. Siwezi kuwa na happy. Okay, najua huwezi kuwa na happy, lakini kwa mbele na una matumaini mengine kwa sababu mna bado mchezo mmoja wa kucheza na hatua ya tatu. Kwa hiyo hatua ya tatu unaweza kusema nini aisa, hata kama umepoteza mechi? Sijui, jana ulikuwa full kabisa na ulikuwa umejiandaa vizuri kwa kupata ushindi wa mechi ya jana, lakini kwa bahati mbaya umepoteza mchezo kwenye kipindi cha mapenalty, lakini bado na nafasi ya kucheza, nafasi ya kutafuta mshindi wa tatu. Unaweza kutuambia nini? Naweza kusema kwamba yote tumwachie Mwenyezi Mungu kwa sababu mchezo wa jana ndio nilikuwa na mnao mkubwa sana kwa sababu ni mchezo ambao ungeenda kunichukulia sifa kubwa kambini. Pia mimi nimejiandaa vizuri kutafuta nafasi ya tatu na timu ishakubali kwamba tuingie tukacheze nafasi ya tatu, ni lazima tu tukapambane. Ya ni hivyo. Sawa, kwa hiyo lazima upambane kweli kutafuta mshindi wa tatu, lakini pamoja na mchezo yote ambao mlicheza, lakini mechi ya jana kuna changamoto gani ambayo ilisababisha msifike hadi kwenye kupata ushindi? Mimi naweza kusema kwamba changamoto ndogo ndogo za kispoti. Pia wachezaji ambao walikuwa tunatumainia ambao wanaweza kupiga penalty, baadhi walikuwa majeruhi. Na maana wachezaji wetu wengi walikuwa wanaenda kupiga penalty na hofu kwamba naenda kushindwa. Walikuwa hawajipi ile nia kwamba naenda kushinda, walikuwa wanajua kwamba wanaenda kushindwa. Na pia wanakuambia mchezo wa mpira ni pata potea. Kuna kupata na kukosa. Ile ilikuwa ni kama advantage kwetu, na hapo nahisi makocha wamejifunza mambo mengi kupitia mchezo wa jana. Na mimi mchezo utakaofuata, mchezo wa tatu, tukajipanga vizuri. Sawa, tumekusikia, lakini jana nikiangalia jana kama mashabiki ambao sisi tunajua mpira na tunawaangalia, kwa nini captain wenu jana kupiga penalty? Usicheke, kwa nini captain akupiga penalty jana? Ya mimi naweza ngasema kwamba upande mwingine ni kwamba captain wetu kutokupiga penalty ni kutokana na injury ambayo anayo. Ya na injury ya goti. Pia hata hivyo hata performance yake jana uwanjani ilikuwa vizuri kama tulivyomzoea. Kutokana na goti amecheza kwa sababu ile nafasi yake kulikuwa hamna msaidizi wake, ndio maana akacheza hivyo. Naweza nikajibu hivyo. Pamoja na hilo la captain kutokupiga penalty, lakini kuna wachezaji kama mabeki zenu ambao hawakucheza na hawakuonekana hata uwanjani. Kwenye benchi hawakuwepo na wengi zaidi hawakucheza. Kwa nini? Ameweza kusema sasa hivi timu yetu tuna mtindo ambao tumeanzisha, na ni mtindo wa kwanza timu zote ambazo zinazocheza paka mbini, sisi ndio tumeanzisha mtindo. Sisi tuna asili ya kuita 18. Ukiwa kwenye 14 au kuitwa, basi ujue performance yako ilikuwa sio nzuri ya kumpendeza kocha, unabaki. Msimu mwingine ikiwa nzuri tunakuita. Bwana, hapa ni Abedi TV. Tunamsikiliza bado mchezaji wetu wa KM Tetezi ambaye ni Gavi, na usisahau kusikiliza vipindi vyetu muda wote tukiwa pamoja na wewe, ila tuna mengi tutaongea naye pamoja na mzee wangu wa nyuma kamera hapo Rauli, atatuvumilia. Kuna mengi nataka nimuulize haswa kuhusu hii ligi. Bado anaenda hatua ya tatu ya kutafuta mshindi wa tatu. Tusikia atatuambia nini. Natambia mashabiki wa Abedi TV na mashabiki wa KM Tetezi kama mchezaji wao mahiri atawaambia nini. Bane, kwenye mechi ambayo mnaicheza wa kutafuta mshindi wa tatu, sijui unajiandaje kama wewe Gavi? Aiza unawaambia nini mashabiki wa Abedi TV na watazamaji wa TV yetu? Aiza mashabiki wa KM Tetezi unaweza kawaambia nini kuhusu huo mchezo? Kwanza naweza nikaanza kwa mashabiki wetu wa KM Tetezi. Wasikate tamaa. Hiyo siku ya 5 itakuwa siku ya Ijumaa, wajitokeze kwa wingi. Ushindi lazima. Kwa sababu siwezi kukubali kupoteza mara mbili. Pia hata ambao jamii inatuzunguka naomba watuvumilie. Hiyo ni changamoto ikosi katika mchezo. Walitokeze kwa wingi tu mashabiki wetu. Pia performance support ya kijiji chetu. Chote kijitokeze kwa wingi tukafanya mazuri. Tupo kwenye mtanange wa Alliance de Force pamoja na timu yetu ambayo iko hapa CD3, na muda kama na huu pamoja na Abedi TV jicho la nyumbani
pamoja na wandugu zetu hawa wawili. Tuko na mzee baba hapa hivi, shabiki mkubwa wa Alliance de Force. Jamaa, mambo vipi? Poa. Unaweza kujitambulisha kwa majina? Ya, mimi naitwa Wilo Longomba kafu sanjwa bolangula chika mamochi sa sio lamba techu chukulola milambulu ambaka ele mnyonga apitula ila makita achibu Mungu mweusi sema gude. Bane, anaitwa Mungu mweusi. Sasa wewe sister hapa nani yako? Huyu mshikaji wangu tena anko wangu. Anko, mambo? Unaitwa nani? Evrine. Evrina. Bane, hawa mashabiki wawili wa Alliance de Force, ngoja tuwasikie kwanza. Kwa hiyo mnaweza mkatuambia nini bado mpaka muda huu tunaingia kwenye kipindi cha prolongation na hatujui matokeo ni nini, na kama washabiki mnaweza mkatuambia nini na mnajiandaaje kwenye hii mechi ambayo mmeingia hapa? Ya, sisi tunajua tu tutashinda, sababu unajua hata mtoto baba unapompatia mtu mimba, sawa, ni lazima mtoto akae miezi 9 ila anakuja kuzaliwa tu. Bani, Mungu mweusi na mambo kweli. Da Everina, anko, nasemaje na wewe? Si ushindi ni lazima tu. Ina maana ushindi ni lazima kabisa. Bani, Abedi TV na mashabiki wetu, sikiliza wanavyoongea, ushindi ni lazima. Mungu mweusi. Naam. Ila naona kuna wachezaji wanachoko, nasema. Hamna, hakuna anayechoka huko ndani. Bali tu tunawaangalia tu. Unajua mchezaji anapocheza ni lazima joto linamsumbua. Lazima tunabadilisha wale ambao wanaonesha kama uzembe tunawatoa. Maana tuko na vyuma vingi sana hata hapo nje. Kwa hiyo unaweza kawaambia nini mashabiki wenzako wa CEDETRO? Mashabiki zangu wa CEDETRO, mimi si wajui hao. Wa CEDETRO wakionekana hapa, mimi nachinja kuku. Unachinja kuku? Hapa mzima. Unachinja kuku? Nachinja kuku. Bwana, tunawatafuta mashabiki wa CEDETRO popote walipo waje, mashabiki wa CEDETRO. Wakija nachinja kuku mzima hapa. Nimesikia upweke nyumbani ndio maana nimekuja kuona mechi. Kwa hiyo hukuipenda mechi kabisa, umekuja kuangalia tu mechi? Mechi nimeipenda na ni nzuri, inavutia. Kwa hiyo kwenye timu hizi mbili hapa nikiangalia CEDETRO pamoja na Alliance de Force, kuna timu lakini unaweza kaipatia maji, hizo unaweza kaipatia pointi za kupata ushindi wa leo. Unaweza kaniambia timu gani? Ni Alliance. Kwa nini useme Alliance wakati umesema hauna timu? Kwa sababu nishafika hapa lazima nipende tu, na naona mchezo wao ni mchezo mzuri sana. Umependa mchezaji gani ambaye anacheza mpira vizuri pale kwenye Alliance de Force? Nimempenda hapana, ndo nani ule jina yake? Umependa mchezaji gani ambao umempenda? Nimempenda Mikalu kwenye hiyo timu ya Alliance. Bwana, sister Amina wa Eletro amesema ya kwamba kwenye timu ya Alliance amempenda Mikalu. Kwa hiyo bwana Mikalu, unaweza mwambia nini Mikalu basi? Yaani kipaji chake kiendelee mbele na yazidi kucheza mpira vizuri ili awe na mashabiki wengi zaidi. Hivi kwa mfano Mikalu akija akikwambia anakupenda kuoa, unaweza sema nini? Mimi siwezi kukubali kuolewa naye kwa sababu hata mwenyewe nimeolewa na mume. Mume wako akikuruhusu olewa na Mikalu? Siwezi nikaolewa, nampenda tu kama mchezaji mzuri tu uwanjani. Una zawadi yake? Sina zawadi yake. Hilo namuombea Mungu. Yaani namuombea Mungu kipaji chake kiendelee mpaka afikie mbali na malengo yake ya mpira. Bwana, huyu ni sister Amina wa Eletro, shabiki wa chipukizi, amesema ya kwamba yeye kwenye mpira wa leo hajapenda mtu kabisa. Ila aidha hapendi timu, ila kuna mchezaji ambaye amempenda, ana kipaji kizuri ambaye ni Mikalu. Kwa hiyo bwana Mikalu, kama popote ulipo utaonana naye. Amina, tunashukuru sana kushare na sisi kwenye Abedi TV, jicho la nyumbani. Abedi TV, jicho la nyumbani.